Uhali gani unatufuatilia katika Mwananchi Digital? Tuko na aliyechukua tuzo za mwandishi bora wa nyimbo za Injili, anaitwa Bernard Mukasa. Atajitambulisha anatokea kwaya gani. Tutakuletea vitu mbalimbali kutoka kwake. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za kazi? Salama, hongera sana. Asante, nashukuru. Umezipokeaje tuzo na wimbo hasa ambao umechukua hiyo tuzo ni upi? Tunamshukuru Mungu kwa tuzo hizi. Mimi nashukuru kwa sababu ya tuzo mbili. Tuzo hii ya mtunzi bora wa nyimbo za Injili Tanzania mwaka 2024, lakini pia kama mwanakwaya wa kwaya Mtakatifu Kizito Makuburi tumeshinda tuzo ya kwaya bora ya muziki wa Injili wa Nota mwaka 2024. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, lakini tunasema tuzo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu kusudi utume uendelee. Asante. Hongera sana. Asante sana. Okay, labda katika hiyo nyimbo ambayo imechukua tuzo, unaweza kuielezea ulitumia muda gani kuiandika mpaka kukamilika? Wimbo ambao kwao nimeshinda tuzo ya mwandishi bora wa muziki wa Injili mwaka 2024 ni wimbo Mshauri wa Ajabu. Niliuandika mwezi Disemba mwaka jana 2024, mwanzoni hivi, na ukaandaliwa na kurekodiwa na Uchaji Media Group. Sio kwaya ya kanisani ya parokiani, lakini ni wanakanisa ambao wanaimba pamoja kama sehemu ya kazi yao zaidi ya ni wanakwaya, lakini sehemu ya kazi yao ya binafsi. Wao wana online media ambayo inaitwa Uchaji, lakini inafanya pia uinjilishaji kwa njia ya kuimba. Ndio wakarekodi huo wimbo, ukatoka, nafikiri kutoka tarehe 24 Disemba. Basi tunamshukuru Mungu, umekwenda. Sikuwa nimeuwazia kwamba ungeweza kuwa ukafika huko mbali kiasi hicho, japo nilianza kupata mapokeo ya kutia matumaini kwa watu walioanza, kwa sababu kumbuka umetoka tarehe 24, tarehe 25 ni Christmas na ni wimbo wa Christmas, na Christmas huwa ni sherehe fupi sana. Inakuwa ya moto siku 2-3 tu za kwanza, baada ya hapo inapotea. Mpaka baada ya mwaka hivi ndio unakuta nyimbo zilizotoka Christmas hiyo ndio zinaanza sasa kuchukua umaarufu. Lakini tulianza kupata maoni na mwitikio mzuri sana kutoka kwa watu wengi, mpaka kafanya tuone hivi kumbe inawezekana, ni kitu kizuri. Lakini basi baadaye walivyotangaza uwepo wa hizi tuzo, mimi kwa kweli nilishirikisha nyimbo zote nilizoandika zilizotoka huo mwaka 2024 zote. Lakini katika hizo huu sikuwa nimeupa nafasi kubwa, kwa sababu naona kama mfupi sana, yani simple hivi. Lakini nilivyoona umeingia kwenye zile ambazo ndio ziko kwenye kinyang'anyiro cha mwisho, finalist, ndio ikabidi nianze kukagua tena. Kweli nikakuta namna ya ubunifu iliyowekwa mle ndani ina upekee. Ndipo matumaini yakaanza kuja, lakini hayakuwa sana. Tunamshukuru Mungu. Wanadamu tuna namna yetu tunavyotazama, lakini Mungu ndiye yote. Kwa upande wako wewe upi ambao ulipa kipaumbele? Kwa zile za mwaka jana, kuna wimbo unaitwa Usiogope Nenda. Wenyewe kwaya ya Mtakatifu Cecilia Bomang'ombe Hai ndio walitoka nao, na ukakimbia, umeenda very viral mtandaoni, na ndio hasa nilikuwa na udhania hivi na utarajia. Lakini wenyewe umeingia, umekuwa finalist, lakini kwenye kipengele kingine, kwenye kategori nyingine, kategori ya kwaya bora ya muziki wa Nota ya mwaka. Haukupata tuzo, lakini niliupa nafasi ya kwanza. Unaona, nafasi ya pili nikawa nimeupa ambao wenyewe umechangia tuzo ya kwaya bora ya mwaka, lakini kwa kwaya ya Mtakatifu Kizito nakoimbia Amani na Salama, na wenyewe uliingia. Kwa hiyo namshukuru Mungu, kwa jumla nyimbo zangu 4 ziliingia kwenye finali. Huo Mshauri wa Ajabu ilionipa tuzo mimi mwenyewe, Amani na Salama iliyoipa tuzo kwaya yangu ya Mtakatifu Kizito,
Usiogope Nenda ambayo iliingia finali na kwaya Mtakatifu Cecilia Bomang'ombe High, na nini tunaita hii Kaburini, Kaburi Wazi, samahani nilikuwa nachanganya na wimbo wa jina la mwanangu, jina la wimbo aliotunga mwanangu, Kaburi Wazi, ambao na wenyewe umeingia finali pia kwa kwaya Mtakatifu Cecilia Makuburi parokiani niliko. Kwa hiyo kati ya nyimbo nilizoandika na zikatoka mwaka 2024, 4 ziliingia kwenye finali. Namshukuru Mungu. Asante. Na 2 zikashinda tuzo. Ndio. Ambayo ni Mshauri wa Ajabu na Amani na Salama. Okay. Ndio. Hongera sana. Asante sana. Na mwanao pia aliingia kwenye tuzo hizo? Alishirikisha nyimbo. Hakubahatika kuingia miongoni mwa finalist, lakini aliingiza nyimbo 2 nadhani, 2 au 3. Alishirikisha. Ndio. Unadhani ni kitu gani wimbo uliopata umaarufu uliochukua tuzo ni mwingine, lakini ambao watu wanakutazama nao zaidi ni Mimina? Unadhani ni kitu gani hicho ambacho watu labda wamekibeba kwenye Mimina, wimbo wako wa Mimina ulioandika? Kwa sababu tuzo sio ya wimbo, tuzo ni ya mtunzi. Kwa hiyo unamtazama mtunzi. Huu wimbo umenipatia tuzo kwa kazi za mwaka jana, lakini zimefanya watu wamjadili mtunzi. Sasa wimbo unaobeba bendera ya huyu mtunzi, flagship ya huyu mtunzi kwa sasa ni Mimina Neema. Nasema kwa sasa kwa sababu zimekuwa zikipishana. Huko nyuma miaka 20 iliyopita, mwaka 2005, nilibahatika pia kushinda tuzo ya mwandishi bora wa muziki au mtunzi bora wa muziki kwa ujumla, sio wa Injili tu, kwa ujumla, yani muziki wa Injili na usio wa Injili. Zilikuwa zinaitwa Kilimanjaro Music Awards. Nilishinda pia tuzo ya mshindi wa uandishi mtunzi bora, lakini wimbo ulioniingiza kule wakati ule na wenyewe ulikuwa flagship kwa wakati huo, unaitwa Mungu Yule. Unaona, baada ya hapo, kabla ya hiyo nilishapata tuzo. Sasa ilikuwa tuzo ya mtunzi wa wimbo bora wa kanisa. Iliitwa tuzo ya mtunzi wa wimbo bora wa kanisa. Huu ulitolewa na Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kanisa Katoliki lenyewe. Nimeonja Pendo, na wenyewe uliwahi kuwa flagship yangu. Baada ya hapo ikaja Mungu Yule, ambao ulikuwa flagship, lakini ukiwa kama unaambatana hivyo unasindikizana na nyingine kama Chozi la Damu na kadhalika. Sijui upi ulikuwa unazidi mwingine kwa wakati huo, kwa sababu zote zilikuwa sambamba. Baada ya hapo ikaja Yesu ni Mwema, nimetafakari habari. Unaona, baada ya hapo ikaja Mimina Neema, ambazo sasa hizi zimekaa kama na zenyewe zimekaa pamoja hivi. Mimina Neema na Mwanzi Uliopondeka. Kwa sababu ukienda kwa mfano Kenya, si ndio? Mwanzi Uliopondeka ni zaidi ya Mimina Neema. Yaani natangulia Mwanzi inakuja Mimina Neema. Hapa Tanzania Mimina Neema alafu Mwanzi Uliopondeka. Unaona, kwa hiyo ziko hivi, lakini kuna Wewe ni Mungu, ziko na nyingine ziko zinakuja. Kwa hiyo ila nikisema nitaje mmoja kwa sasa flagship ni Mimina Neema. Ndio maana Mshauri wa Ajabu ndio imeleta tuzo. Ila kwa kuwa tuzo ni ya mtunzi, sasa watu wakimtazama mtunzi kwenye uso wa yule mtunzi wanaona Mimina Neema. Ndio. Tuje hapo kwa Mimina Neema. Yaani huu wimbo ulitokana na wazo gani na ilikuwaje mpaka ili Mimina likaingia hapo? Swali zuri. Mimina Neema niliuandika wakati tunaandaa kwaya yetu ya Mtakatifu Kizito. Tunaandaa albamu yetu ya 11. Unafahamu zamani kabla ya hizi zama za online. Sasa online sio Kiswahili chake nawekaje. Lakini kabla ya zama za online kushika kasi, tulikuwa tunakwenda kwa mtindo wa album. Tulikuwa na zile kanda, tape, baadaye zikaja CD na flash. Sasa ya albamu ya 11 ambayo inaitwa hivyo Mimina Neema, wakati tunaiandaa tulikuwa tumekubaliana kwamba lazima tutafute wimbo mmoja mfupi. Tuliamua kubadilisha mtindo wa wimbo wa kufungulia albamu. Sababu albamu 2 zilizotangulia wimbo uliokuwa unaongoza, zilizotangulia zikawa na kishindo. Wimbo uliokuwa unafungua albamu ulikuwa ni wa mapigo ya kumatch, tunasema miondoko ya 2 kwa 4. Unaona
mapigo ya kumatch. Na zote zilikwenda vizuri, zili hit. Kulikuwa na kwenye albamu ya 8 tulikuwa na wimbo unaitwa Tumfanyie Shangwe. Njoni tumfanyie shangwe Mungu tumpigie makofi. Unaona ukahit sana. Halafu albamu iliyofuata tukatumia wimbo unaitwa Msifu Bwana. Tazama yeye ni mwema kwangu. Unaona ukahit. Sasa albamu inofuata tukasema tusibaki kwenye mtindo ule ule sana, tutazoeleka. Hebu twende kwenye mtindo wa mapigo, tunasema mapigo mchanganyiko au compound beats, ambao ndio mtindo ambao umeonekana kwa sasa hivi kwa muziki wa dini wa Kiafrika, ndio mitindo inayokwenda. Unaona Sasa twende kwa mtindo huo, lakini kawe kawimbo kafupi sana. Sasa mimi nikapendekeza wimbo mwingine ambao tayari tulishakuwa nao na tayari ulikuwa umeshapokeleka sana. Unaitwa Mbarikiwe. Mbarikiwe, mbarikiwe. Kwenye kikao cha kamati ya muziki na maadhimisho cha kwaya, huo wimbo haukupita. Yaani wajumbe wakasema sio huu, yani haujafikia kile kiwango tunachokikusudia. Ukatungwe mwingine. Kwa hiyo tukatumwa mimi na mwalimu mwenzangu mwingine kwamba hebu kajipinde. Sasa nikawa nahangaika napata upi. Ndio siku moja kwa bahati, unajua Roho wa Mungu anapofanya kazi anachagua yeye anafanya lini na kwa mtindo gani. Kwa bahati nimekaa sehemu naburudisha koo kidogo na mama watoto, tunapata na kitafunwa hivi. Basi tulikuwa tumekaa hapa, sasa hivi panaitwa Maua Social Hall. Unaona pale kwenye ile kile kituo cha mafuta cha mbele yake ilikuwa ni sehemu ya viburudisho zamani. Tumekaa pale na karatasi na wazo likaja, basi nikajikuta, lakini kwa sababu lengo lilikuwa ni wimbo ambao utapokeleka sana na kirahisi, yani adhira itauitikia sana na kirahisi, nilitafuta sana kadiri inavyowezekana kuwe na neno moja tu au yakizidi mawili ambayo yatajirudia rudia ili hadhira ipokee. Ndio nikaanza, wakati naandika nilianza na chorus kiitikio. Mimina. Alafu wachache mnaojua mtajibu neema zako mimina kati yetu mimina. Unaona sasa sio neema zile. Nilikuwa namwambia Mungu. Lakini wazo lilianzia wakati na mimina kile. Nilikuwa kwenye mazingira hayo lakini sio kwa sababu ya unaona. Kwa hiyo basi haukuchukua hata haikufika hata dakika 60. Wimbo kwa umeisha. Nikamshirikisha mwenzangu, akasikiliza, akasema kama kanashawishi hivi. Basi tukakajaribu. Tumefika siku hiyo ilikuwa Jumamosi. Jioni yake tuna zoezi. Tumefika zoezini. Kaambia mwalimu wa zamu aliyekuwepo, bwana nimepata ile idea, kama mtapata dakika chache leo tuiguse, alafu tuone ili kama inaenda basi tuikamilishe, kama haiendi tuachane nayo. Ilivyoguswa kila mtu akawehuka. Ndio ikawa hivyo mimina. Na leo ndio hiyo hapo Januari mwaka huu imetimiza miaka 10 tangu huo wimbo uandikwe. Ndio. Kwenye uandishi wako unazingatia vitu gani mpaka nyimbo inatoka? Hilo swali ni pana na vya kuzingatia ni vingi sana. Lakini kikubwa kabisa mimi ni mwanamuziki wa kanisa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ninachozingatia mafundisho ya kanisa. Mafundisho ya kanisa yako kwenye namna kadhaa na zinazidiana uzito. Uzito wa kwanza kabisa ni neno la Mungu. Yaani ninachokisema ni neno la Mungu, kinasindikiza neno la Mungu. Hata kama sijalinukuu lilivyo. Sio lazima kunukuu alisema hivi katika Yohana 17 ngapi. Lakini ninachokisema kinalifafanua, kinaakisi neno la Mungu. Hicho kigezo sehemu A ya kigezo cha kwanza, sehemu B ya hicho kigezo cha kwanza, ndivyo ambavyo ingekuwa ni kanisa leo linatamka lingetamka. Yaani ndani ya kanisa sijaharibu. Unaona? Hicho kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili watu. Yaani wimbo ukiimbwa, wenzangu katika kanisa na hata nje ya kanisa wataimba, wanaweza kwenda nao. Kwa sababu unajua muziki ni aina tofauti kidogo ya sanaa.
muziki ni tofauti kwa mfano na uchongaji. Anayechonga anachonga ili asiyechonga afurahie. Lakini anayeimba anaimba ili na mwingine aimbe. Yaani wimbo ukiimbwa hapa hata mtu asiyekuwa mwanakwaya, hata mtu asiyekuwa muumini wakati mwingine, inategemea na wimbo unasema nini, anaimba. Kwa sababu mtu ambaye sio muumini wa kanisa hilo, ukiimba wimbo asante na kushukuru Mungu, anaimba, anaelewa, umemrahisishia na yeye ashiriki, anaimba kwa sababu wewe ni mtaalamu. Ukitunga kitaalamu sana, ukaimba peke yako au na kwaya yako ambayo umeifundisha kitaalamu sana, inategemea na lengo. Lakini kama lengo ni watu washiriki, mtakuwa mmewatenga, watashiriki. Unaona? Na kama ni wimbo kwa ajili ya maadhimisho, kanisa langu mimi, kanisa Katoliki, wimbo tunasema kwenye misa, kwenye sala, kwenye ibada kanisani, zina utaratibu wake pia. Yaani kuna zile za kawaida za jumla unazoweza kuzitumia mahala popote, lakini unazozitumia wakati wa misa zina utaratibu wake pia. Kwa kama ninao utunga ni kwa lengo hilo, napaswa pia kuzingatia kigezo hicho. Lakini vigezo vingine sasa ndio unakuja ule utaalamu wenyewe, muafaka, ghani, na vitu vingine vyote vimeendaje, vimekaaje. Ndio. Umesema hapo nyuma kwamba umeipokea tuzo za uandishi mbalimbali, sio wa Injili tu. Umewahi kufanya kazi na wanamuziki ambao sio wa nyimbo za Injili? Hapana. Tuzo nilizopokea zote zinahusiana na muziki wa Injili, muziki wa kanisa. Ila katika mchuano, kwa mfano hiyo ya nini, ya kanisa pekee, pase hiyo ya Nimeonja Pendo, mtunzi bora wa wimbo wa kanisa. Iliitwa tuzo ya mtunzi wa wimbo bora wa kanisa. Na ikapewa jina tuzo ya heshima ya kumbukumbu ya Kardinali Rugambwa. Hiyo ilikuwa ni kanisa pase. Lakini ile ya Kilimanjaro Music Award yenyewe ilikuwa ni, hizo tuzo zinashirikisha wanamuziki wote. Sasa kwenye hiyo ya wanamuziki wote ndipo kukawa na wanamuziki kwenye hicho kipengele. Sasa hiyo kategori ya mtunzi bora wa muziki, 5 tukaingia kwenye finali. Nilikuwepo mimi ambaye ni mwanamuziki wa muziki wa kanisa, muziki wa Injili. Sisi kwenye kanisa Katoliki tunaita muziki mtakatifu, ndio jina rasmi. Lakini alikuwepo marehemu TX Moshi William, muziki wa dansi. Alikuwepo Robert Hega Katapira, sina hakika kama bado yuko hai au la, muziki wa dansi. Alikuwepo Mzee Yusufu, wakati huo muziki wa taarabu. Alikuwepo Feruz, alikuwa wa Bongo Flava. Unaona Kwa hao 5 ndo tukaingia kwenye kinyang'anyiro. Mashabiki wakapiga kura, na wakati huo kura zilikuwa ngumu kidogo, sio kama za sasa za kidijitali. Ilikuwa ni kwenye gazeti, nafikiri gazeti la Mwananchi, kitu kama hicho. Unakata ile kuponi, unajua Basi zikaenda hivyo, nikapata bahati. Kwa hiyo niliingia kwa wimbo wa muziki wa Injili, lakini kwenye mchuano wa jumla. Na hii ya sasa ni muziki wa Injili kwa ujumla, sio kanisa Katoliki peke yake. Kwa hiyo kwenye kanisa Katoliki peke yake nina tuzo, kwenye muziki wa Injili kwa ujumla peke yake nina tuzo, kwenye muziki wote kwa ujumla wa Injili na usio wa Injili nina tuzo pia. Ndio. Umewahi kuandikia wasanii wa nyimbo za kidunia ama kushauriana nao au kufanya kazi kwa namna yoyote? Ndio, kidogo lakini. Ni kidogo kwa sababu pia sina mchangamano mkubwa. Unajua ndege wa kundi moja wanaruka pamoja. Na upenda sana huu muziki. Hasa miaka michache kidogo ya nyuma nilikuwa naufuatilia zaidi muziki usiokuwa wa kidini. Lakini sio shabiki wake sana kama washabiki wa muziki, ushabiki wangu kwenye muziki huu. Nimewahi kuandika wimbo kwa ajili ya bendi moja, na nafikiri haikuendelea sana ile bendi, na nadhani haikurekodi. Inaitwa Bulicheka. Alianzishaga jamaa yangu moja, sasa hivi anafanya kazi Umoja wa Mataifa Sudani. Lakini haukuvuma huo wimbo. Lakini katika mashauriano ndio nimewahi kufanya mashauriano na wanamuziki kadhaa, nikichangia mawazo yangu na uzoefu wangu. Kwa mfano Mwinjuma Mumini zamani kidogo huko, alipitia kwa mtu fulani, akaelezwa kuhusu mimi, akakutana na mimi tukashauriana. Kuna vitu alikuwa anahitaji ushauri kuhusiana
namna anavyoweza kufanya nyimbo zake ziishi, na hasa ushauri kuhusiana na uchaguzi wa ufunguo sahihi wa wimbo. Lakini kuna wewe mwanamuziki wote ni hapo nyuma kidogo, kuna Bushoke. Bushoke tumewahi kushauriana mambo kadhaa. Mwingine ambaye tumewahi kushauriana mara mbili. Mara moja tulikutana kwa bahati, by coincidence. Baadaye tukakutana rasmi kwa sababu ya kupangwa ili tukutane. Ni Saida Karoli. Saida Karoli tulikokutana kwenye wakati wa mchakato hizo tuzo za Kilimanjaro Music Award za kwanza mwaka uliotangulia kabla ya zile. Jina langu pia liliingia na nikawa finalist, ila sikupata bahati ya kushinda. Wakati nakumbuka alishinda ni Bahati Bukuku ile, ni nyakati za mwisho. Mimi niliingia na wimbo Chozi la Damu, wimbo wa watoto. Sasa kwenye semina ya wale nominees na kadhalika ndipo nilipokutana na Saida Karoli. Tukaongea, kuna vitu akadhani anafikiri tunaweza kushauriana, akaenda kumwambia meneja wake yule alikuwa anaitwa mzee Felician Muta. Tukakutanishwa. Kwa hiyo nimewahi kufanya hivyo. Ndio. Ila nyimbo ambazo sio za kikanisa, sio za kidini, lakini sio kwa ajili ya wanamuziki wengine, ila ni kwa matumizi mengine, hizo nimeandika nyingi. Kwa mfano anthems, nyimbo za taasisi, wimbo wa shule, sio shule hicho, mpaka hata taasisi ya bima ya afya NHIF. Anthem yao ya ile shirika la bima ya afya, anthem yao nimeandika mimi. Na taasisi gani nyingine nitakuja kukumbuka, sikumbuki kichwani mpaka ni unaona, lakini anthem yao nimeandika mimi. Bodi ya wafamasia, baada ya wale wa NHIF, bodi ya wafamasia pia waliniomba niandike wimbo, nikawa nimetingwa, nilikuwa nje ya daa, nikachelewa, na baada hapo sikufuatilia kama bado walihitaji tena au la, ndio inanikumbusha nitafuatilia. Lakini na taasisi nyingine kadhaa. Tunapozungumza sasa hivi nina oda ya kuandika anthem ya Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, unaona na nyinginezo. Lakini pia nimewahi kuandika, hiyo niliandika na tukarekodi kabisa wimbo kwa ajili ya, unakumbuka kuna mashindano ya Afcon ya vijana ilifanyikia hapa Tanzania. Sasa kwa ajili ya kuhamasisha Serengeti Boys, TBC walitoa shindano kwa ajili ya wasanii kutengeneza wimbo. Tengeneza wimbo na rekodi na vijana wa Buguruni. Vijana wa kanisa Katoliki parokia ya Buguruni. Ni mzuri sana. Kwa neema za Mungu haukuwa uliochaguliwa kwenye hiyo, lakini ni mzuri sana. Na nao na kuna siku nafikiria kuja kuuachia, ila labda kwa kurekebisha kidogo hivi. Nini? Nakumbusha huyo wimbo ulishika nafasi ya pili kwenye mchuano, unaona na ulikuwa vizuri kwa kweli. Kwa hiyo nyimbo zisizokuwa za kikanisa au za kidini pase, lakini kwa malengo mengi. Kwa mfano kwenye mashindano ya UMISETA kuna kile chama cha wafanyakazi wa nini, TAMISEMI sijui nini, na kadhalika, huwa natunga hizo, wana mara nyingi tu natunga zinakwenda zinatumika hivyo. Kwa hiyo nafanya pia. Ndio. Muziki umekulipa? Sana. Japo kulipa watu wengi wanawaza pesa, lakini ni zaidi ya pesa. Mimi muziki umenilipa familia. Nimekutana na mke wangu kwenye kuimba kanisani, na namjivunia sana. Na naamini nina mke wa namna hiyo kwa sababu ya namna na mazingira tulimokutana na kufanana kwenye lengo hilo. Na hivyo tukapata familia ambayo tunafanana pamoja. Kwangu mimi naona ni malipo ya kwanza. Lakini malipo ya pili, muziki umenilipa heshima na mahusiano. Nina watu. Sitarajii kwamba kuna mahali Tanzania hii, Afrika Mashariki, na hata kwingineko naweza nikafika, nikakwama, nikalala nje au nikafa au nikafanyaje. Ni kwa sababu ya muziki. Sehemu kubwa ya muziki tunaofanya ni kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu. Huu ni muziki wa dini, si ndio? Kuhubiri neno la Mungu. Lakini tunapokwenda kuhubiri kadiri ya mafundisho na neno la Mungu lenyewe lilivyo, tunakokwenda kuhubiri tunapaswa kupata huko mkate na maji. Tumeambiwa tusibebe vibuyu na kadhalika. Kwa
Kwa hiyo napata pia mkate na maji huko ninakohubiri. Kwa hiyo sijutii, muziki unalipa. Ndio. Kwa muziki ndo unaendesha familia kifupi? Ama kuna kazi nyingine unafanya nje na muziki? Ziko shughuli nyingine nimekuwa nikifanya nyakati kwa nyakati, na sasa hivi ziko nyingine nafanya pia, lakini muziki unashika, umekuwa ukishika sehemu na unapanda, unaendelea kuchukua sehemu, una mega sehemu kubwa zaidi, na sasa ndio unakwenda kuwa meja. Au naweza nikasema ndio sehemu kuu, na hata kuna ukitazama malengo yangu ya mwaka huu na miaka michache ijayo, sasa muziki unakwenda kuwa sasa ndio shughuli yangu, naweza kutamka almost pekee shughuli yangu ya msingi, ila muziki wa kanisa. Unaona, kwa hiyo unafanya sehemu kubwa. Lakini nimefanya shughuli nyingine. Mimi kitaaluma mimi ni mtu wa masoko, ni mtaalamu wa masoko, ni marketeer. Nimefanya masoko hata kwenu huko Mwananchi Communications Limited. Nimekuwa mkuu wa idara hiyo ya masoko kwa miaka kadhaa, lakini sikuwa nimewahi kuacha muziki, na hiyo taaluma yangu nimekuwa nikitafuta siku zote na iingizaje kwenye muziki na itanisaidiaje, na imenifikisha ambako hivi karibuni nafikiri jamii itaanza kuona vizuri zaidi. Ndio. Na familia yako ni ya kimuziki, labda pia ili ni wewe ukawa sababu ya familia nzima, watoto, mke kwa wanamuziki, au ili tokeaje? Kwanza mimi kwa asili, mimi natoka kwenye familia ya waimbaji. Babu yangu mzaa mama ni mwimbaji sana, na watoto wake wote alikuwa mwimbaji, mtunzi wa nyimbo, pianist na kadhalika. Na wengi wa tunaamini ni rithi zaidi kwake, kwa sababu vitu vingi ni kama nimevirithi huko. Lakini familia ninakozaliwa, marehemu mama yangu amefariki juzi miezi mitatu iliyopita. Leo ndio ametimiza miezi mitatu kamili tangu afariki. Asante. Marehemu mama na ndugu zangu wote ni waimbaji. Viwango na muda tuliowekeza huko na kadhalika ndio vinatofautiana, lakini wote ni waimbaji. Ila baba hata kupiga makofi hajui, yani akipiga makofi akafuata mapigo hajui. Nimelisema hili makusudi ili uone kwamba kipaji kinatolewa na Mungu na sio mzazi. Mara nyingi anapitisha kwa mzazi kwa maana ya ule urithi, zile genes, genetic trend, lakini na malezi na miongozo na nini, lakini lazima akitoe Roho Mtakatifu mwenyewe. Ndio maana unaweza kuona baba yangu hawezi hata kupiga makofi akafuatisha mapigo, halafu mimi ndio leo tunazungumza kuhusu mimi na neema. Kwa hiyo watoto wangu Mungu ameruhusu warithi kutoka kwangu na kwa mama yao, kwa sababu sisi wote ni wanamuziki, ni waimbaji. Mama yao ni mtunzi pia, ni mwalimu, unajua hilo peke yake lisingetosha kama sio Mungu kutaka wawe, kwa sababu ingeweza ikajirudia ile kama ilitoka kwa baba. Sisi tukawa hivi alafu watoto wakawa hata makofi hawezi kupiga. Kwa hiyo na wao pia ni waimbaji, na tayari wameingia kwenye huu mkondo, na mmoja tayari anafanya vizuri sana, tayari ni mtunzi, ni organisti, ni mwalimu, ni wengine ndio bado tunawamenta. Huyu ana umri gani na nyimbo ambazo labda zimepokelewa ni zipi kwa mtoto wako ambaye tayari